alijifanya kuwa mwana wa Mungu. Sasa ikiwa Yesu kweli alijifanya kuwa mwana wa Mungu, hata mimi ningemsulubisha. Yesu hakujifanya mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu kweli. Maana watu wanafikiri Yesu ni mwana wa Mungu baada ya kuzaliwa na Mariamu. Huo ni uongo. Na ndio maana wanasema eti Mariamu ni mama wa Mungu. Hiyo ni kufuru kubwa. Mariamu sio mama wa Mungu na Yesu ni mwana wa Mungu hata kabla ya dunia kuwepo. Msomaji? Ndio. Nipo Galatia 4:4. Watu wajue Yesu wanawake kwa Mungu ilianza lini? Soma hapo. Galatia 4 na ule mstari wa 4. Hata tutakuja kwa Suleimani. Suleimani naye anaamini kuna Mungu aliyeumba na huyo Mungu aliyeumba ana mtoto wake. Kuna Mungu aliyeumba, huyo Mungu aliyeumba ana mwanae. Soma hiyo. Inasema hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Ndio. Mungu alimtuma mwanawe. Mungu alimtuma mwanawe. Kwa hiyo anamtuma nani? Mwanawe. Ambaye amezaliwa na mwanamke. Ndio. Ambaye amezaliwa na mwanamke. Kwa hiyo kuna mwana wa Mungu aliyezaliwa na nini? Na mwanamke. Mwana wa Mungu aliyezaliwa na nani? Mwanamke. Kwa hiyo hata kabla ya kuwa mwana wa Mungu, hata kabla ya kuzaliwa na mwanamke, Yesu alikuwa mwana wa Mungu. Mungu akamtuma mwanae ili azaliwe na mwanamke. Kule kuzaliwa na mwanamke, Yesu sio sababu ya kuitwa mwana wa Mungu. Sio sababu Yesu kuitwa mwana wa Mungu. Kama kuzaliwa na mwanamke, Yesu ni sababu ya kuitwa mwana wa Mungu. Yesu alikuwa na ndugu zake wengine alizaliwa nao kwa Mariamu, na wao si wana wa Mungu nao pia. Ingekuwa na wao wote wana wa Mungu, Mungu ana watoto wengine hapo. Simngajumlisha na hao. Maana Mariamu aliendelea kuzaa na Yesu alikuwa na dada zake, alikuwa na Yakobo, Andrea nduguye, alikuwa nao hao. Sasa msemaji? Ndio. Tuna tukamuuliza Suleimani, maana hapo anasema sisi ni agano la kale, huko umechanganyikiwa, nyie hamjui lolote, nyie hamna maarifa, hamjaenda theolojia. Sasa msemaji? Tumuulize Suleimani wa agano la kale. Na theolojia ndo zimewapoteza. Ndio hizo zimewapoteza. Tumuulize Suleimani. Wewe Suleimani, unaamini kuna Mungu aliyeumba na Mungu huyo aliyeumba na mtoto wake? Nipe hapo. 34 Mithali. Inasema, nani aliyepanda mbinguni na kushuka chini? Mungu. Ni nani aliyekamata upepo kwa makonzi yake? Mungu. Ni nani aliyefunga maji ndani ya ngoo yake? Mungu. Ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi? Yaani ikisema ni nani aliyefanya imara ncha zote za nchi, inamaanisha ni nani aliyeumba vyote hivi? Jibu yake ni Mungu. Soma hapo. Jina lake ni nani? Jina lake ni Yehova. Na ni nani jina la mwanawe kama wajua? Jina la mwanawe ni Yesu Kristo. Kwa hiyo haya ni maswali ambayo ukitaka kujua kama mchungaji wako ni muongo, tamka Mithali 30 aya yake ni 4. Suleimani aliuliza maswali 6. Kuna Mungu aliyeumba na huyo Mungu ana mwanae. Sasa kamuulize huyo Mungu aliyeumba ni nani na jina la huyo mwanae ni nani? Akukijibu njoo hapa nikupe hela soda. Akikupa jibu ndio nikupe hela soda. Hilo jibu watu lipata kwa sababu wamebadilisha Mungu wala Mungu wa kipagani. Wana Mungu wa kipagani. Hebu katika simu kanisa letu hiki watu wasikie wanachokiamini huko. Mpaka kieleweke, maana watu wanafikiri shetani ana mchezo. Shetani sio mchezo, ana maarifa makubwa. Huenda kwa sababu ameishi na watu zaidi ya bilioni na wengine wengi amewapoteza. Shetani hakupoteza watu wachache, shetani hakupoteza watu wengi. Huenda akija hata kuhubiri hii makanisa yote hapo ukakuta yote ni yake haya. Soma hapo. Inasema katika imani ya Kikristo, imani yao fumbo kuu kwa yote. Ni fumbo gani? Ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Sasa msomaji? Ndio. Ukisikia neno fumbo, si maana yake kuna kanuni ya kutumia ili kulifumbua. Ni siri haifahamiki. Yaani ni siri, kuna siri ya kulifumbua. Ndio maana leo Wakristo wakitaka kumuelezea Mungu wanakuchorea triangle, sambusa, afu wanakwambia hii ndio kanuni ya kwanza, kuanza kumjua Mungu hapo. Ndio kusoma. Inasema katika imani ya Kristo, imani yao fumbo kuu kwa yote. Ni fumbo la Utatu Mtakatifu. Yaani eti fumbo, yaani Mungu ni fumbo. Endelea. Tunaamini kwamba wao hata kifo cha Yesu ni fumbo. Tunaamini kwamba Mungu Baba ni Mungu wa kwanza, Mungu Mwana ni Mungu wa pili, na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu. Kutoka 23. Siwe na miungu mingine ila mimi. Ila sisi. Ila mimi. Wewe si tuko watatu. Ila mimi. Ila sisi. Ila mimi. Huo ni uongo. Hebu nenda angalia hiyo fumbo unalielewa. Soma hapo, anasema waelewe. Hebu soma hapo. Inasema walakini
kuna Mungu mmoja tu wala sio watatu. Sasa msomaji, si tunauliza? Hapana. Tunauliza ni Mungu watatu? Hapana. Sasa nishtukie wenyewe. Sasa je, hao Mungu watatu mnawaelewa kweli ni Mungu mmoja? Inasema chini. Ni fumbo ambalo sisi hatulielewi kabisa. Ati nini? Hatulielewi kabisa. Ati nini? Hatulielewi kabisa. Lakini leo wanakuta theolojia, wanaenda kuweka darasani, wanakwambia chora triangle, tuanze kumtafuta Mungu kwa kanuni ya triangle. Hiyo ni shetani na hiyo ni sanamu, na kuna Mungu mwingine wanaomwabudu makanisani anaitwa Mungu roho. Huyo ni pepo mchafu, roho tatu za uchafu. Huyo ni shetani mwenyewe hapo amejiweka hapo. Hakuna Mungu roho katika Biblia. Kwenye Biblia kuna roho wa Mungu. Kuna roho ya Mungu. Ndio Mwanzo 1:2. Kuna roho ya Mungu. Soma hapo Mwanzo 1:2. Inasema Mwanzo 1 na ile mstari wa 2 inasemaje? Inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, ndio, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu, Mungu roho, roho ya Mungu, Mungu roho, roho ya Mungu, sio Mungu roho, roho ya Mungu, Mungu roho, roho ya Mungu. Sasa ni roho ya nani? Ya Mungu. Roho ya nani? Ya Mungu. Ikafanyaje? Ikatulia juu ya vilindi, ikatulia juu ya uso wa vilindi, uso wa maji. Alitulia roho, Mungu roho alitulia, ikatulia. Roho ya Mungu roho alitulia, ikatulia. Mungu roho alitulia, ikatulia. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ni kitu chake yeye Mungu. Wanasema roho ya Mungu ni Mungu roho. Hebu tuangalie Mungu roho sasa. Kwa nini msomaji? Wewe una roho yako? Ndio. Roho yako ni wewe au ni kitu kingine? Ni mimi mwenyewe. Sasa msomaji, ndio. Nikisema roho ya Mungu na nikisema Mungu roho ni sawa? Tofauti. Nikisema roho ya Mungu na nikisema Mungu roho ni sawa? Hapana. Sasa wewe msomaji, wewe unaita methodi? Ndio. Nikisema roho ya methodi na nikisema methodi roho ni sawa? Hapana. Nikisema roho ya methodi na methodi roho ni sawa? Hapana. Sasa kuna methodi nyingine inamaanisha? Ndio. Ndio maana watu wanaabudu Mungu mwingine hapo. Sasa hivi msomaji wa kwanza wa pili, wa kwanza 10, wa pili, wa kwanza 2:10 inaposema roho ya Mungu, mfano wa roho ya Mungu, watu sisi ipo hivyo hivyo. Watu nafikiri sisi tunamfananisha Mungu na wanadamu. Hatujamfananisha Mungu na wanadamu. Mungu mwenyewe ameweka mifano ili tumjue yeye ni nani. Ili tumjue yeye ni nani. Soma. Nasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa roho. Maana roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Maana ni nani katika binadamu ayajua mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake. Kwa hiyo subiri. Kwa hiyo vile vile ambavyo roho yako wewe msomaji ilivyo, unapojua mambo yako ni sasa. Unajua wewe, mimi. Unajua wewe, mimi. Sasa tuangalie, je, na hata kwa Mungu ndio hivyo hivyo? Ndio kusoma vivyo hivyo. Na mambo ya Mungu hakuna yafahamuye ila roho ya Mungu. Kuna Mungu roho, ila roho wa Mungu. Kuna Mungu roho ya Mungu. Yaani watu wanamwabudu shetani bila kujua, na shetani aliahidi kiti chake atakupeleka juu, watu watamwabudu. Na naambia siku hiyo aliyoleta ibada ni nani? Hebu ngoja nisomee Isaya 12 haki nianzia 6 hapo. 12. Isaya 12 hapo. Ni 6 au ngapi? Nenda kwa Isaya 12 utaona hapo. Maana inasemaje? Jinsi utaanguka kutoka mbinguni. 14 yote. Inasemaje? Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, shetani, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, wewe ulioangusha mataifa. Alisemaje shetani? Nao ulisema moyoni mwako, kwanza nitapanda mpaka mbinguni, mbili nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, tatu katika pande za mwisho wa kaskazini, nitapaa kupita viungo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Nitafanana na yeye aliye juu. Ati nini? Nitafanana na yeye aliye juu. Kwa hiyo lengo la shetani ni kufanana na nani? Na aliye juu. Lengo la shetani ni kufanana na nani? Na aliye juu. Sasa si amesema atakipeleka kiti chake mbinguni? Ndio. Atakipeleka kiti chake mbinguni? Ndio. Hebu tukachungulia huko mbinguni. Huko mbinguni kuna viti vingapi? Kuna kiti cha Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho, au kuna viti vingapi? Viwili, vitatu, vinne, vitano. Msomaji? Ndio. 3:21 Ufunuo wa Yohana. Maana shetani ameahidi kukipeleka kiti chake juu, na amekipeleka kwa tiketi ya Mungu Roho. Mungu Roho huyo ni shetani. Kwenye Biblia kuna Mungu Roho, kuna Roho wa Mungu. Soma hapo 3:21 Ufunuo wa Yohana. Inasema, ndio, yeye shetani nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Huyo si Yesu anasema? Ndio. Anasemaje?
inasema ndio yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Kuna kiti cha nani? Cha enzi cha Yesu. Kuna kiti cha nani? Cha Yesu. Endelea mbele. Kama mimi nilivyoshinda, kama mimi Yesu nilivyoshinda, nikaketi pamoja na Baba yangu katika nini? Katika kiti chake cha enzi. Kwa hiyo kuna kiti cha enzi cha nani? Baba na Mwana. Kuna kiti cha enzi cha nani? Cha Baba. Hizo si miwili? Ndio. Hizo si miwili? Ndio. Kuna kiti kingine mbele kinaendelea hapo? Hapana. Kuna kiti kingine hapo mbele? Hapana. Hebu ndio Ufunuo Yohana 22:1 tuangalie. Viti ni vingapi? Soma. Kisha nikaona, kisha kanionyesha mto wa maji ya uzima wenye kung'aa kama bilauri ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu. Ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na nani? Na cha mwana kondoo. Tena na cha mwana kondoo. Cha Mungu na cha nani? Cha mwana kondoo. Cha Mungu na cha nani? Na cha mwana kondoo. Sasa kwa nini watu watatu? Mungu si Mungu, Mungu si Mungu. Ndio. Sasa huyu mwana kondoo ni nani? Watuambie. Huyu mwana kondoo ni nani? Maana kwa Mungu wao sio Mungu. Ndio kwa Mungu wao. Wewe ndio Mungu. Huyu mwana kondoo mwenye kiti chake kingine huko ni nani? Viti ni viwili mbinguni. Shetani ameenda kupeleka kiti chake kwa tiketi ya Mungu Roho. Mungu Roho ni shetani. Mungu Roho ni shetani. Kwenye Biblia kuna Roho Mtakatifu na sio Mungu Roho Mtakatifu. Huyo ni shetani na anaabudiwa hapo. Shetani kajiingiza kilazima, kajiamua kujichongesha sanamu, inaitwa sanamu ya utatu. Mtu yote anaabudu utatu leo, mbingu utaisikia kwa macho, kwa sababu mbinguni hakuna Mungu wa utatu. Mbinguni kuna viti viwili, cha Mungu na cha Yesu. Cha Mungu na cha Yesu. Ruhusu maswali tuondoke. Hebu Ufunuo wa Yohana 17 aya ya kwanza na ya pili nionyeshe ni nani huyu aliyeanza kuziweka hizi ibada. Ni nani aliyeweza kuziweka hizi ibada ambazo za Mungu Roho? Soma hapo. Ufunuo 17 aya ya kwanza na pili, afu Luka nenda ya 5. Akaja mmoja wale malaika 7 mwenye vile vitasa 7 akanena nami akisema, akisemaje? Njoo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba. Nini hukumu? Ya yule kahaba mkuu afanyaje? Aketie juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wafanyaje? Wamezini naye. Wamefanya nini? Wamezini naye. Wamefanya nini? Wamezini naye. Na nini? Nao wakao katika nchi wafanyaje? Wamerevwa kwa mvinyo ya uasherati wake. Kwa hiyo kuna mwanamke anayeneno hapo amezini na wafalme wa nchi, amezini na wafalme wa nchi. Sasa msomaji, nipe Ezekieli 16:30 nenda 30 afu nenda 32 tuone. Soma kutumia kwenye simu ile cha mtego tuweze kufunga. Ezekieli 16:30 na 32, maana kuna hukumu ya mwanamke kahaba ambaye amezini na wafalme wa dunia. Afu nitakuonyesha hao wafalme baada ya kuzini na huyo mwanamke watafanywa nini na Mungu. Nitakuonyesha hapo. Soma hapo. Ezekieli 16:30. Inasemaje? 32. Mke wa mtu azinie akaribishe wageni badala ya mumeo. Huyo ni nani? Kahaba. Huyo ni nani? Kahaba. Ufunuo kuna mwanamke gani? Kahaba. Soma sasa sini hapo. Maana mke wa mtu akaribisha wageni badala ya mumewe, huyo ni kahaba, anafanya uzinzi. Soma. Inasema, tazama, kila mtu atumia methali hii. Methali, tutumie methali hii kinyume chako, akisema, akisemaje? Kama mama wa mtu alivyo, ndivyo alivyo binti yake. Sasa nenda 17:5 Ufunuo wa Yohana tuonyeshe huyu Babeli mkuu ni mama wa makahaba na nitamtaja kwa jina ni nani. Soma hapo. 17:5. Inasema 17:5, na katika kipande cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ile jina sina nini? La siri. Ile jina ni nini? La siri. Unaweza kulijua ovyo? Hapana. Unaweza kulijua ovyo? Hapana. Simba kuangalia maandiko. Ndio. Maandiko. Soma. La siri. Babeli mkuu. Babeli mkuu. Babeli mkuu. Mama wa makahaba. Nani? Mama wa makahaba. Nani? Mama wa makahaba. Nani? Mama wa makahaba. Ukisikia mama maana yake sina watoto. Ndio. Kuna nani anaweza kuitwa mama na hali hana watoto? Hapana. Mama sina watoto. Ndio. Hilo lilioneno hapo ni kanisa la Roman Catholic, lina watoto na limeitwa kahaba kwa sababu kuna watoto waliotoka nyuma ya mgongo wake. Hao nao ni makahaba, wamemwacha Mungu, wameingiza Mungu wa kigeni, Mungu asiopatikana katika maandiko, Mungu wa Babeli na Mungu ambaye ni shetani.
iko hivyo, imekauka hivyo. Ukiwa na swali, kuna sehemu hujaelewa, kama una swali, kuna sehemu hujaelewa, ndio uulize. Tuko hapa, hatuondoke haraka kwa sababu tuna ushahidi wa maandiko. Msomaji, hebu nisaidie Mithali 28 aya yake ya kwanza. Niwaambie watu kwamba sisi tuna ujasiri. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu ni waovu, ila sisi tuna ujasiri kwa sababu kuna haki tunayoifanya. Tunafuata maandiko ya Biblia peke yake, hatufuati maagizo ya watu. Soma hapa. Waovu hukimbia wasitofuatiwa na mtu. Rudia. Waovu hukimbia wasitofuatiwa na mtu. Si kuna watu tunambaje kuuliza swali kama hao wamekuja? Bali wenye haki wajasiri kama simba. Wenye haki huwa nini? Wajasiri kama simba. Wenye haki huwa nini? Wajasiri kama simba. Lakini waovu wanakimbia kimbia. Watu kuanza kutuonyesha hayo mambo wanaoyaamini. Yako wapi kimaandiko? Maana hata shetani alienda kumjaribu Yesu. Yesu hakumshinda kwa kwanza kunena kwa lugha, eti shetani toka, shetani toka. Yesu alimshinda Ibilisi kwa imeandikwa. Inatakiwa maneno yathibitisha hayo maneno yako kama ni ya kweli. Msomaji, nenda Mathayo 4:1 tuangalie. Yesu alianza, shetani alianza kumjaribu Yesu. Yesu akaanza kunena kwa lugha au aanza kurukaruka? Alianza kuomba kwa Mungu Baba au alianza kufanya nini? Soma hapo. Jaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Sasa mtoto alokole hapo, wangeanza kukemea, wangeanza kunena kwa lugha, kupiga makelele, kuangusha mabati, kuvunja viti. Yesu akasemaje? Naye akajibu akasema, alisemaje? Imeandikwa. Ati nini? Imeandikwa. Ati nini? Imeandikwa. Shetani kama sika kama imeandikwa. Imeandikwa. Shetani toka. Hilo ndio neno la Mungu limekauka hivyo. Shetani anashindwa kwa imeandikwa, sio watu wanaposema. Nisomee Marko 7:7, nifunge hapo nionyeshe watu wanamwabudu Mungu bure, wanafundisha mafundisho yale maagizo ya wanadamu. Ndio maana wanamwabudu Mungu bure. Kama wewe unaenda ibada siku ya Jumapili, jua mama yako ni Babeli mkuu ambaye ndio Roma aliyoingiza hiyo siku, na wewe naye utachomwa katika moto wa milele. Soma hiyo. Wataelewa. Nao wanaabudu bure. Wakifanyaje? Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho ndio Mungu mmoja. Ipo kwenye Biblia? Hakuna. Siku ya Jumapili kwenda kanisani ipo kwenye Biblia? Hakuna. Tunene kwa lugha ya hapo sika kama ipo kwenye Biblia? Hakuna. Hayo ni maagizo ya wanadamu na ibada yako ni bure mbele za Mungu. Hiyo ibada ni bure mbele za Mungu. Sasa tunakaribisha kama kuna mtu ana swali. Kuna mtu mwenye swali? Kuna mtu mwenye swali? Kuna mtu mwenye swali? Kuna mtu mwenye swali? Karibuni jamani, leo tutafunga. Sisi tumetoa ushahidi wetu hapo na kuacha hapo. Sasa nipe Luka 12:47 niwaambie watu, ikiwa wamesikia maneno leo na wasiwafanye, hicho kipingo chake kitaongezeka mara 2 kuliko wasingeyajua kabisa. Soma hapo Luka 12:47. Na mtu yule aliyejua mapenzi ya Bwana wake asiweke tayari, ndio wala kutenda mapenzi yake, atafanyaje? Atapigwa sana. Atafanyaje? Atapigwa sana. Atafanyaje? Atapigwa sana. Yaani ni heri msingesikia haya maneno tunayowaambia kuwa kuna ibada za uongo na watumishi wa uongo, watu wanafanya ibada za uongo. Ngali tumewaambia na hamkufanya wala hamkutekeleza, bora msingesikia kabisa. Yaani hapo kipigo chake ndio kitakuwa sasa kitoto, mtapigwa sana. Sasa msomaji, maana kuna watu, kwa sababu sisi hapa tutapatikana tena, inabidi tuambie waende wakafuatilie channel gani ya YouTube ili waweze kutupata huko. Kama kuna mtu anataka kujua sisi tunapatikana wapi kwa hizo video tunazorekodi na channel tunazopatikana, tunapatikana YouTube kwa jina la Biblia Nuru ya Dunia. YouTube tunapatikana kwa jina la Biblia Nuru ya Dunia. YouTube tunapatikana kwa jina la Biblia Nuru ya Dunia. Ukisearch hapo utaona nembo ya BND, tunapatikana hapo. Utaweza kufundisha mafundisho yetu, kusikiliza mafundisho yetu hapo, na maswali ukijibu, ukiuliza tunakujibu cash bila mkopo wala kukopa kwa azima. Na tutakuja namba yetu ya simu, kama una swali lolote unaweza kutuuliza hapa tunajibu cash. Kama una swali tuko hapa, tunafunga vitu vyetu, ndio tuulize, tunajibu cash. Namba simu
ni 07 17 37 57 50. Namba ya simu ni 07. Nitarudia, namba ya simu ni 07 17 37 57 50. Mara ya mwisho narudia, namba ya simu ni 07 17 37 57 50. Namba ya simu inapatikana hapo. Sasa msomaji, nipe Mathayo 6:7 tuanze kufunga, tuone Mungu au Yesu ataongoza nini tukiwa katika kwenye kufunga. Soma hapo. Nanyi Mathayo 6:7. Nanyi mkiwa katika kusali usifanyaje? Usifanyaje? Kama kina nani? Kama watu wa mataifa wanaodhani ya kuwa watasikia sababu ya maneno yao kwa Mungu. Kwa hiyo Yesu ametukataza tusifanyaje? Ametukataza tusifanyaje? Hivyo ndivyo namna ya kuomba mtu wa Mungu. Sasa je, kwa mtu wa Mungu ukianza kuomba unafanya tendo gani ili uweze kumwomba Mungu wa kweli, Mungu mmoja wa kweli? Nipe Zaburi 95:6. 95:6 Zaburi, nikiwa mwongozo jinsi ya watu wanaopaswa kwenda kuomba kwa Mungu aliyeumba. Soma hapo. Anasema njoni tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyefanyaje? Aliyetuumba. Tufanyaje? Aliyetuumba. Tupige nini? Tupige magoti kwa Mungu aliyefanyaje? Aliyetuumba. Basi kama naamini Mungu alikuumba, tupige magoti na kushukuru kwa Mungu aliyetuumba. Baba mtakatifu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, asante Mungu wa dunia yote, Mungu uliomba mbingu na ardhi. Tumeleta neno lako hapa kwa watu wako wa Mungu wakilisikia na kulihifadhi. Mungu ukaseme nao, ukaonyesha maneno yako ya kweli ambayo ndiye roho ya kweli, kwa sababu roho ndiyo kweli. Roho ni neno lako. Watu wasipokee Mungu roho, wakapokee neno lako. Neno lako tumewazilishia watu Mungu na tumeweza kuwapa neno lilo wazi, hatujawachia maswali na wameweza kuelewa neno lako. Basi Mungu, ili neno tulohubiri leo kwao liwe ushuhuda. Sasa tunawakuwa wenye kufunga, tunawaacha hata kunjumini na amani yao, nasi tunatoka na amani yetu, kwa sababu wamelisikia neno lako. Tutakapokuwa kwenye kuondoka, ukawe nasi. Tutakapokuwa safarini, watu wako nao ukawaache na amani yao, waweze kuuza wapate faida, wa baadaye wakatafuta neno lako, wasipate stress za kukosa hela. Mungu, nakuhimidi na kukuamini kwa kuwa ndio unaweza, utatosheleza. Nikishukuru katika jina la mwana Yesu Kristo, amen. Wakazi hapa tunazidi kukaribisha kesho katika ibada, tunawakaribisha. Tunapatikana pale Darasa